Uchebe, habari za muda huu? Mimi niko njema kabisa. Salama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Leo Jumapili tulivu. Yenye amani. Uchebe, tumekutana makao makuu ya klabu. Kuna kikao ambacho kinaendelea. Kikao hiki kimelenga nini na madhumuni ya kikao hiki kimelenga mada ipi? Watu wengi wanatamani kutambua. Mada kuu mimi mwenyewe bado kwa sababu nimekuja kuitika wito kadri viongozi walivyotuomba tuje huko. Lakini tuseme kwamba kitu kimoja. Najua tumetoka kupigana vita nzito. Vita ya kuhakikisha nchi yetu inapata uhuru wa soka. Kama tumetoka kwenye vita nzito, basi tuende kusikiliza viongozi wetu wanataka kutuambia nini. Tumeshinda vita 100% au tumefikia 1% ngapi? Na je, nini kifanyike ili kufikia malengo yetu yale 100% kama wanachama au kama klabu tulikuwa tunahitaji ili soka letu liwe lenye mvuto zaidi. Uchebe, ukimya kwa watani wenu baada ya mchezo kusogezwa mbele, na kwenye barua yao walisisitiza ya kwamba mchezo iwapo utasogezwa mbele wao hawatakuwa tayari kushiriki mchezo huu. Nafikiri ukimya wake ni busara, pia ni mwali wa Kiislamu. Ni mwali wa nini? Kuna siku ambazo haruhusiwi kutoka nje. Inabidi akae ndani, wanasema anajifukiza. Umenielewa? Akitoka hata kama alikuwa ni mweusi anaweza kaonekana mweupe. Kwa hiyo tunaamini kukaa kwake kimya kuna watu wanamfunda. Umenielewa? Wanamtengeneza kwenye maadili namna kuishi na mwanaume. Unavyoenda kuishi na mwanaume unatakiwa usiende kupiga kelele. Kwa hiyo Simba ni mwali wetu. Kwa hiyo tunasubiri tarehe 25 ndio tufanyaje? Tuikamilishe. Umenielewa? Tunasubiri wadau wote wa mpira wa Tanzania wasubiri. Sherehe kubwa ya harusi ni tarehe 25. Tarehe 25. Kwa hiyo mtegemee kuona bi harusi kwenye ukimya aliojifungia. Akitoka ametoka na nidhamu njema na adabu. Hana kelele. Akitoka sio kwamba ni yule mwanamke ambaye hajafundwa anaongea tu maneno ambayo hayaeleweki. Tutamuelewesha sasa hivi wapo kwenye process za kumuelewesha namna gani ya kuishi na mwanaume, namna gani unatakiwa uzingatie, vitu gani unatakiwa umfanyie mwanaume. Kwa tarehe 25 tunaenda kupata majibu. Uchebe, watu wameuliza ya kwamba bodi ya ligi imetumia sheria ipi na kanuni zipi kusogeza mchezo huu mbele? Utaratibu unafahamika. Umenielewa? Siku zote kwamba Yanga Machi 8 watu hawakuuliza kanuni ipi limetumika au sheria ipi imetumika, masaa machache kubadilisha mchezo. Lakini sababu zilitolewa. Hazikutolewa. Wewe nikikuuliza sasa hivi hapa ili wadau wapate faida kwamba sababu ipi ilipelekea masaa machache Machi 8 mkuahirishwa kwa mchezo, una majibu? Muktabari wao wanadai kulikuwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani na viashiria vya rushwa. Baada hapo nani tumemjua? Nani alikuwa anatoa rushwa? Nani alikuwa anapokea rushwa? Ni nani alikuwa analeta fujo? Na watu gani wamekamatwa wako ndani? Na hatua gani zimechukuliwa? Una majibu? Ndio maana walioshindwa kusimamia sheria na kanuni wamejiinua. Ngoja nikwambie, waliosababisha Machi 8 mchezo usichezwe, make hatua zimechukuliwa na hatimaye wadau tumeona. Tuliwaambia sisi tunahitaji bodi ya ligi jiuzuru. Umenielewa? Tukaja tena tukadai CEO wa TFF ajiuzuru. Huyo bado tunaendelea na mchakato. Umenielewa? Lakini pia tuliomba tume iwe bodi ya ligi iwe huru. Bodi ya ligi iwe huru. Bodi ya ligi haiwezi kuwa huru kwa siku moja. Ni mchakato. Nadhani huo mchakato tukirudi utakuja kukamilika. Na wadau wa mpira wataendelea kupata huduma hii iliyo bora kwenye soka letu hapa Tanzania. Umenielewa? Kwa nini Yanga ameamua kupigania hivi vitu viwe vya huru na haki? Kama Yanga angekuwa ananufaika, maki asingeweza kupindua au kutai vitu ambavyo vitaleta tija kwa soka letu kwa usawa. Kwa hiyo Yanga ni mojawapo aliona kwamba mpira wetu unakuelekea sio. Muasisi wa soka nchi hii ni Yanga. Muasisi wa soka nchi hii ni Yanga. Kwa anavyoona mpira unaenda tofauti na vile ambavyo unategemewa, lazima asimame kukosoa. Na ndio maana sisi tukasema lazima tunyoshe mpira wetu urudi kwenye mstari tunaotaka. Ndio maana leo tunasema vita tumeishinda. Kuna namna mama ameingilia kati kwenye hili kwa sababu baada ya Yanga kuposti alionekana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na viongozi wa Yanga Africans. Unajua kuna watu wanatakiwa warekebishwe pia, hata inawezekana kwenye mtazamo yao. Mama hajahusika katika hili. Msije mkaingiza kwenye dhahama watu.
mpira na siasa ni vitu vili tofauti. Mpira na siasa ni vitu. Mama yupo kwenye upande wa siasa serikalini. Umenielewa? Mpira unajitegemea, ndio maana mpira una rais wake. Umenielewa? Mpira una rais wake na kiongozi wake tuseme. Siasa serikalini na rais wake na mambo yake. Sasa leo hii kilichokuja kuamuru kama ni rais, basi kelele za Yanga hazijasaidia. Kama ni rais amehusika, basi kelele za Yanga. Ila kama wametoka kwa sababu ya sisi tulivyoshinikiza kwamba hawa viongozi hatuna imani nao, hawa viongozi hawatufai, wanakopeleka mpira wetu ni kubaya, make Yanga ndio imeshinda. Kwa hiyo mpira wetu sasa hivi umeshinda. Umenielewa? Mpira wetu umeshinda. Sisi tulikuwa tupigania nembo ya Yanga tu. Tulikuwa tunapigania nembo ya vilabu vyote. Ligi nzima. Umenielewa? Hata iliyopo championship bado alikuwa na muunga mkono Yanga. Kwa hiyo hii vita ilikuwa sio ya Yanga peke yake. Leo Ken Gold anafurahia, Mtibwa anafurahia, Namungo anafurahia, Azam anafurahia, asiyefurahia ndio yule aliyekuwa ananufaika. Umenielewa? Asiyefurahia mafanikio haya mpaka tulipofika ndio yule aliyekuwa ananufaika na haya matukio. Shukrani sana Uchebe Yanga juu ya haya ambayo umeyazungumza. Nashukuru. Nafikiri mengi tutakuja kuwapa baada ya kumaliza mkutano. Inshallah. Asante.